Sahihi. Sikutaka kumlazimisha. Kwa hiyo sasa yale malengo yako ya kusema bwana namsaidia huyu mtoto yakakatika hapo. Yakakatika. Itabidi yule mtoto kamrejesha tena kwao. Na maendeleo yake sasa ni vipi? Ushaje kuwasiliana naye labda? Sijawahi kuwasiliana naye tena, kwa sababu hata hayo mawasiliano ambayo tuliweza kubadilishana ili akifika kule labda kwa lolote litakayotokea labda niweze kumsaidia, matokeo yake yeye mwenyewe hakunitafuta. Hata kama alivyosafiri kwenda kwao kwamba nimefika, hakusema nimefika, hakusema chochote. Kwa hiyo moja kwa moja nikaona kwamba huyu mtu hahitaji msaada. Hivi ukisikia cheo cha mwenyekiti, kazi yake ni nini? Inategemea mwenyekiti wa kitu gani. Yaani mwenyekiti labda serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwanza ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa. Pili, majukumu yote ya mtaa, iwe kesi ndogo ndogo, iwe kesi kubwa ambao anaweza kuimudu, yeye ndo anatakiwa awe sosi ya kutatua hiyo. Kabla mambo ajenda. Pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndo mtu ambaye anaunganisha fursa kwa wananchi wake na serikali kuu. Kwa sababu jambo lolote linalotoka serikali kuu lazima lifike kata. Likifika kwa mtendaji kata, yeye analishusha kwenye mitaa, ambayo sasa anakutana na mwenyekiti pamoja na kamati yake ya wajumbe ambao wapo ndani ya mtaa. Wajumbe ndo akina nyinyi, ambao wajumbe ndo kina sisi. Umeona, mimi ni mjumbe wa serikali ya mtaa kwa miaka 5 iliyopita. Kwa miaka 5 hii sikubahatika kuja kwenye nafasi hiyo ya mjumbe. Kwa hiyo nimebaki kuwa mjumbe wa shina. Okay. Sawa, tumepata kumsikiliza vitu vingi sana mheshimiwa hapa, na mimi namuita mheshimiwa. Nataka kujua umekuwa unasaidia watu wengi. Juzi tulipata msiba, kama unakumbuka, mtaani pale, kabla ya kifo cha yule mzee, lakini wewe ni mtu wa mwanzo kwenda kumfariji, kumpa moyo, kumpa nguvu kabla ya kifo chake. Umekuwa unajitoa sana katika masuala ya kusaidia baadhi ya watu ambao wanahitaji msaada, na umekuwa unatafutia wadhamini kutokana na maisha magumu wanavyoishi na nini, ili aendelee kupata matibabu. Nataka nijue lengo la kufanya hii ni moyo, umeamua kujitolea, wakati cheo chako ni kama tu kipo tu pale, umenielewa vizuri, ni mtaani, lakini umekuwa unajitoa kwenye masuala muhimu sana sana, na unatakiwa uwe na cheo kikubwa zaidi ya hicho. Nataka nijue huu moyo wa kujitolea ni kawaida kwako, au ni uongozi ambao kila siku huo unalilia kuona wananchi wako wakae katika standard nzuri? Niweze kusema kwamba mimi nina moyo wa kumsaidia mtu kama vile kitu ninacho. Hata kama nikiwa sina, nitampa namna ya njia ya kufanya ili aweze kujikwamua kile ambacho yeye anakihitaji. Huyu mzee ameumwa muda mrefu sana, na alikuwa atembei kwa takribani miaka 3, yuko tu kitandani. Ndio. Alikuwa anasumbuliwa na kansa. Kwanza alikuwa anasumbuliwa na TB ile imedumu kwa muda mrefu sana, ilikuwa haiponi kwa sababu alikuwa sio mfuasi mzuri wa dawa. Lakini siku nilipopata nafasi ya kwenda kumuona pale nyumbani kwake, nikakuta na hali mbaya sana. Nikajaribu kuuliza shida ni nini, akanieleza, nikamchukua nikampeleka hospitali. Hospitali pale anakwambia, madokta anakwambia huyu ana muda mrefu dawa hanywi, hatumii kabisa hizi. Na alikuwa na kansa ya aina gani? Alikuwa na kansa ya ngozi. Alikuwa na kansa ya ngozi, lakini pia ile kansa ya ngozi ikamletea mambo mengine. Akapata vidonda ambavyo vilitokana sio na sukari. Kwa hiyo tatizo moja limeanzisha lingine. Kwa akapata na henia. Kwa hiyo mambo mengi yakaibuka kwenye ugonjwa wake. Ndio. Lakini nilijitahidi kutafuta wadau kuhakikisha kwamba wanampatia bima ya afya, kwa sababu uwezo wa kwenda kumpeleka Ocean Road hakuna. Nikaongea na mheshimiwa diwani, nashukuru Mungu, mheshimiwa diwani alilisikia ile swala, akatafutia bima ya CHF, hii bima ya serikali hii. Kwa hiyo ile bima niliitwa na mtendaji kata, akaniambia bwana, kuna bima ya mwananchi wako ambao wewe ulimuombea, ndio imetoka, njoo uje uchukue. Kweli nimeenda kuchukua ile bima nikampelekea, lakini bahati mbaya ile bima
hakuweza kuitumia. Amefariki dunia na ile bima hakuweza kuitumia kwa sababu nimempelekea, hajakaa sana, tayari mauti yamemkuta. Sawa, Mungu ametoa, Bwana ametoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Nataka nijue sasa, kwa kumalizia, kuna cheo cha ubunge, kuna cheo cha mwakilishi na diwani, si ndio? Wewe katika vyeo hivi hapa, kwa nafasi yako, kwa namna yako, kwa ndoto zako, ambition zako, unataka kujiona wapi? Unataka kuingia wapi katika hizi level 3 zilizokutajia? Kwa level ambayo mimi natosha level zote. Natosha level ya udiwani, natosha level ya wakilishi, pia natosha kwa level ya ubunge. Kwa sababu unajua ukiwa mbunge unakuwa ni speaker wa wananchi. Yaani unakuwa ni msemaji wa kile ambacho wananchi wanakihitaji. Sawa sawa. Ukiwa diwani pia unakuwa ni msemaji kwa level ya halmashauri, kwamba wananchi wangu kuna karavati sio limetoka pale, sio TARURA, barabara hizi za TARURA kuzisemea ili barabara za mitaa zile zitengenezwe. Kwa hiyo mimi naweza kote kwa sababu na muda mrefu sana kwenye siasa. Kwa hiyo najitosha. Kwa maana unajitosheleza kwenye level zote hizo 3. Kabisa. Sawa, tumepiga right katika hili swali. Swali langu la mwisho, na kama takuwa kuna maswali mengine nitaendeleza hapo. Mtaa una wabunge, una wakilishi, una viongozi tofauti tofauti. Mwitiko wao baada ya kuwapa kura, tunaamini kwamba mtaani wanatakiwa kwanza wafaidike, maana kama fursa kama hizo ndogo ndogo na nini, lakini pia hata muonekano wa mtaa, maana yake barabara za mtaani na nini. Kwako wewe unamzungumziaje mbunge wa Magomeni, na pia utaje na vitongoji vyake ambavyo yeye anawakilisha? Mbunge anakata kama 10 bila kukosea, ambaye tunasema jimbo lake ni la Kinondoni. Maana wilaya ya Kinondoni na majimbo mawili. Ina jimbo la Kawe na jimbo la Kinondoni. Ambao ndio Kinondoni Magomeni. Ambapo Kinondoni ndio moja kwa moja mpaka Magomeni, Mzimuni, Mona na Nasifu huko. Kinondoni yenyewe, naelewa unaenda huko Mwananyamala, sijui Makumbusho, yote ni wilaya ya Kinondoni, pia ni jimbo la Kinondoni. Mbunge wetu yuko vizuri. Yuko vizuri katika kuhakikisha wananchi wake wanapata kile ambacho yeye ana uwezo kuwapa. Ndio. Sijajua kwamba kitu gani ambacho kinamfanya huyu mbunge anakuwa anakwama. Aidha wale watu wanaomzunguka au yeye mwenyewe. Hiyo hatujui, anajua yeye mwenyewe. Lakini kwa utekelezaji, kwa usimamizi na usemaji, namuona yuko vizuri. Sawa, mimi nilikuwa nataka nijue kwanza kwenye utekelezaji. Maana utekelezaji, wananchi wanapokuaminisha na wewe uwe una imani kwao, si ndio? Unaweka ile imani. Kwa hiyo kama wewe umeweza kumzungumzia mbunge kwa namna hiyo, ujue anakwama wapi. Lakini nataka kuzungumzia miaka iliyopita mpaka sasa hivi, kuna utofauti wa mtaa, labda utofauti, nataka tujue tu utofauti, nini kimebadilika, nini kimeongezeka, na wamepita wabunge wangapi kuko vile vile. Of course mtaa wetu umebarikiwa. Mtaa wetu wa Suna umebarikiwa, umepitiwa na mradi wa bonde la Mto Msimbazi, kwamba World Bank wanakuja kuwekeza. Wanakuja kuwekeza kutengeneza mji wa kisasa, ambao huo mji utachukua maeneo au kata kadhaa ndani ya wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Ilala. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo kwa mtaa wetu sisi kusema kuuendeleza kwa sasa hivi ni ngumu, kwa sababu huo mtaa umepitiwa na mradi. Kwa hiyo ukitengeneza barabara ya lami, baada ya miaka kadhaa ile lami itabomolewa. Na kwa nini upoteze pesa na kati kuna watu mradi upo tayari unakuja kutengenezwa? Kwa hiyo hapo nataka niongeze kitu. Dira ilikuwa kwamba kabla huo mradi haujatokea
mabadiliko yangekuwa shatokea. Yeah, mabadiliko yangekuwa makubwa sana, kwa sababu tuna diwani makini, tuna mbunge makini. Unajua kazi ya mbunge sio utekelezaji, ndio kusimamia na kusemea kwamba jamani, hili limefanyika, ili nataka lifanyike. Ndio diwani na alikadhalika hivyo hivyo kwa level yake. Na yeye sio mtekelezaji kwamba sio akamchukua engineer amweke pale site, sio ndio. Yeye kazi yake ni kusemea na kuhakikisha kwamba wale watu wametekeleza, kwamba hili swala nimelisemea pia limetekelezwa. Sawa. Hii kwa kuchombeza tu, kwa kumalizia. Last week kulikuwa kuna mashindano ya Ndondo Cup, nadhani ilikuwa kwa wilaya ya Kinondoni, na bahati nzuri tumebarikiwa pale mtaani wamechukua kombe, si ndio? Na zawadi kemkem na nini. Unaizungumziaje hafla ile? Lakini pia unaonaje? Nimeona baadhi ya wakilishi wa bunge, wanachama tofauti tofauti wametokea pale, wana michezo tofauti tofauti, waimbaji, wasanii, vitu, washereheshaji, watu walikuwa wengi. Nini unaonaje dira ya michezo, hasa ukiona ni mfululizo Suna mnachukua kombe, dakika za mwisho mkienda mkirudi, lakini kombe linazidi kubaki pale Suna? Unaona kitu gani ndani ya Suna? Baraka gani? Na hili jina la Suna limetokana na nini? Kwa kumalizia, kiukweli kwenye swala la michezo sisi tuko vizuri. Ndio. Na tuko vizuri kwa sababu tuna watu ambao wanaratibu. Yaani unajua kitu chochote lazima kiwe kina uongozi wa kuratibu hilo kitu. Tuwape sharti zao baada ya kumaliza hayo haya mazungumzo hayo. Kwa sababu kwa nini tunafanya vizuri? Ni kwa sababu tunashirikiana. Kombe tumelichukua, na kila mashindano tunashukuru Mungu sisi tunashinda. Tunashinda kwa sababu nyingi ambazo tunazo. Vijana tunao ambao wanacheza mpira, pia uwezo wa uthubutu sisi tunao, umoja tunao, mashabiki pia wapo. Unajua moja watu kufanya vizuri ni kuandaa mashindano na amsha tangu asubuhi. Amsha sisi tunaianza kama leo tunacheza, tunaanza kesho yake. Yani amsha tunaanza leo kwa ajili ya kesho. Watu wanajua kabisa Suna wanacheza kabisa. Haya bwana, nadhani kwenye Akili Kwanza leo niko na mjumbe Haji au vipi bana, na uzuri zaidi nikasema leo atupitishe hapa ofisini, tuzungumze naye mawili matatu, na uzuri zaidi tumeweza kupiga story. Naamini mtazamaji wa 69 Media TZ umejifunza kwenye Akili Kwanza, umejifunza vitu vingi sana ambavyo Mheshimiwa Haji hapa mjumbe amekuja navyo na ametuelezea. Na kwa kuleta ile shamra ya vichekesho, comedy, nyimbo, umeelewa? Nataka unitajie wasanii watatu ambao unawakubali na kwa nini. Lakini pia nataka nijue kwa upande wa comedy kuna wasanii gani labda unawakubali. Lakini hata kama kwenye timu pia uniambie wewe ni mpinzani wa timu gani. Kuna timu nyingi sana hapa tunazisherehekea au tunazishabikia. Hayo maswali manne, lakini kwa kumalizia. Kwenye swala la wasanii wangapi? Watatu nitajie. Ambao mimi nampenda Diamond, nampenda Alikiba, lakini the best Mbosso Khan. Bujua au vipi bana? Nampenda sana Mbosso kwa sababu kwamba kwanza anachoimba ni reality. Anaimba kitu ambacho kipo. Haimbi, unajua kuna wengi wanaimba uimbaji wanatafsiri mbaya ambayo ukitafasiri inaleta maana tofauti. Na kuelewa vizuri. Kwa hiyo ni watu ambao ni mtu ambaye nampenda. Ukija kwa Alikiba, nampenda Alikiba sana kwa sababu sio mtu wa